Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Naibu Spika wa Bunge la Tanzania, lakini vile vile mbunge wa Ilala, kaka yetu, ndugu yetu wa karibu, rafiki yetu, mzee wetu, Mheshimiwa Zungu, Allah subhanahu wa ta'ala akujaze kheri kwa kuja kwako. Amin. Lakini vile vile waheshimiwa wote katika hafla hiyo waliofika, mashekhe mbalimbali wakiongozwa na Shekhe Mwenyipingu, shekhe wetu wa wilaya Ilala, na ndugu zetu waliotoka katika Chama cha Mapinduzi wakiongozwa na ndugu yetu meya wa jiji la Dar es Salaam, ndugu Omar Kumbila Moto. Wote tunakukaribisheni sana katika maeneo haya. Viwanja hivi vinaitwa viwanja vya Suria Village. Suria ni jina la ukoo wa huyu Arifu aliyesimama mbele yenu, na asili yake huyu Arifu ametoka India, lakini India, Mheshimiwa mgeni rasmi, amekwenda ametafuta mpaka amechoka, haja kwao kule. Kila mahala akiuliza anasema huku hatukumbuki. Kwa maana miaka 150 iliyopita mababu zetu walikuwa wamekuja Tanzania. Kwa hiyo tumezaliwa huku, tumekulia hapa. Kwa hiyo tukasema sasa sisi kijiji chetu tutengeneze hapa Kiwalani. Ndio maana ikaitwa Suria Village. Lakini Suria Village hii inatumika sana kwa ajili ya huduma za jamii kwa taasisi hii maarufu ya Khidmatul Umma, huduma kwa jamii. Alhamdulillah, waheshimiwa wote hapa waliokuwa wamekaa mbele wakiongozwa na mwenye mgeni rasmi ameshafika hapa mara kadhaa kwa ajili ya kutoa misaada mbalimbali. Lakini vile vile Mheshimiwa Meya, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya na wengine wengi, alhamdulillah, ni mashahidi kwamba hapa sisi tunafanya kazi kubwa ya jamii. Jamii ina mahitaji mawili. Jamii ina mahitaji ya kiroho na mahitaji ya kimwili. Kwa ajili ya mahitaji ya kiroho, alhamdulillah, tunafanya kazi ya dawa na tabligh, kulingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile kwa mahitaji ya kimwili ndio hivi tunatoa misaada ya nguo, vyakula, madawa. Lakini vile vile watu tunawapa bodaboda, kama ni bajaji, kama ni nini, alhamdulillah, ili watu waweze kuishi. Mtu akiwa anaishi vizuri ndio ataweza kufanya kazi ya dini vizuri. Kwa hiyo hapa mahala panafanyika kazi hizi. Lakini vile vile tumekaa sisi tukafikiria, pamoja na hayo tunayofanya, iko haja ya kuomba dua maalum kwa ajili ya kiongozi wetu mkubwa katika nchi hii, Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini vile vile kuiombea nchi, kwa sababu kama huko hapajakaa sawa kwa rais pamoja na nchi yetu, basi hayo yote tunayofanya haya hayataweza kufika. Kila kitu kinaweza kwenda pale ambapo kiongozi yuko sawa sawa na nchi iko sawa sawa. Ndugu zangu, niwaambie, Allah subhanahu wa ta'ala ndio amekamilika. Al-kamalu lillah. Allah peke yake ndio amekamilika. Wengine wote sisi tuna mapungufu. Kwa hiyo sisi, sifa yetu ni kwamba sisi tunasahau na tunakosea. Allah ndio alipotuumba na yeye peke yake amekamilika. Sasa unapopata jambo lolote la ndugu yako yote au kiongozi wako yote, basi chukua mzani, weka mema yake sehemu moja, alafu weka mabaya yake sehemu moja, alafu pima. Utakuta na mema mengi sana, ana vitu vingi kavifanya vizuri. Lakini kama binadamu anaweza kaa kuna sehemu amekosea katika kuzungumza, katika kufanya. Sasa unachukua hapo ile aliyosema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba amekamilika yeye peke yake na sisi wote wakosaji. Na vile vile kheri katika sisi yule anayefanya nini? Anayefanya toba. Kwa tumeona sisi tuombe dua kwa ajili ya mama, lakini vile vile kwa ajili ya nchi yetu na viongozi wetu wote, ili kama kuna jambo lolote au kitu chochote watu wanafanya, basi Allah subhanahu wa ta'ala atusimamie, aweze kumsaidia mama yetu, aweze kusaidia nchi yetu, lakini vile vile tuweze kufanya sisi kazi vile atakavyoridhia yeye.
Ndio maana sisi tumefanya hafla hii. Kwa hiyo tunakukaribisheni sana waheshimiwa wote na mashehe wote, akina baba na akina mama. Naona akina mama wamekuja wengi kuliko akina baba. Na hii tunamwombea mama, tunawashukuru sana. Karibuni sana.